Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio haya ambayo leo tunayazungumza hapa ya miaka 49 tangu kuasisiwa kwa Chama cha Mapinduzi ni pamoja na maendeleo ambayo yanaonekana. Mkoa wa Manyara umeendelea kupiga hatua kubwa sana za maendeleo. Katika mwaka huu ambao tunakwenda kumalizia wa fedha ambao sasa tuko nusu, tulitengewa bajeti ya zaidi ya bilioni 370. Mpaka ninapozungumza na wewe tumeshapokea takribani 58% ya fedha hizo kutoka serikalini. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunakwenda kuongeza kasi katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 25-30 kama ambavyo imeainisha vipengele vyake na vipaumbele vyake. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikuhakikishie muda uliobakia, sisi kama serikali tutahakikisha tunakwenda kukiheshimisha chama kwa kutekeleza miradi na ahadi zote za viongozi wetu, haswa ahadi za Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kumbusha wana Manyara kwamba katika fursa waliokuwa nayo ni miti, kuwa Manyara ni kijani. Hivyo ajenda mwenyekiti kupanda miti, panda miti, nimeona nisisitize hapa katika mkusanyiko wetu huu, lakini katika siku ya kuadhimisha sherehe za miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini hili la mwisho ambalo ndo kubwa zaidi na nimeliweka mwisho kwa umuhimu wake ni swala la bima ya afya kwa wote. Tunakumbuka katika kipindi cha kampeni, kipengele kile cha siku 100 za kwanza za kazi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuapa ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kwenye kutekeleza bima ya afya kwa wote. Tulimshuhudia Waziri wa Afya kaka yetu Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akizindua na kutoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya ni jinsi gani ambavyo tutakwenda kwenye bima afya kwa wote. Lakini katika zile kaya ambazo ziko katika mazingira magumu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa mfano kwa mkoa huu wa Manyara tayari ameshatoa takriban bilioni 2.5 kwa ajili ya kuhakikisha kaya zile ambazo zina uhitaji wa kusaidiwa ile 1.5 ya msingi kama mchango wa bima afya kwa wote, basi yeye amezitoa na ameshazitambaza mikoani kwa lengo la kuzitambua hizo kaya na kuzilipia ile 1.5, na ndio maana baadhi ya kaya tayari zinaenda kukimbizana na vitambulisho vya bima afya kwa wote.